Miaka 25 ya kuwezesha ukuaji na kubadilisha maisha. Kwa miaka 25 sasa, Past Trust product yake kubwa ambayo ndio inabeba zingine inaitwa BDS, Business Development Services, ambayo hii ni huduma ya kibiashara inayounganisha kutengeneza mipango biashara ya wakulima across the value chain kwenye mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Past Trust inatembea na mkulima kutoka shambani kwake ambapo anafuga, ambapo analima, ambapo anavua au anapolina asali. Kwa hiyo tunatumia mawazo yao kutengeneza mpango biashara, lakini vile vile tunawafundisha njia mbalimbali za kuweza kujiunganisha na taasisi za fedha. Moja mikakati ambayo taasisi ya Past Trust tumejiwekea ni uendelevu wa rasilimali ambazo tunazo ndani, kwa sababu bila kuwa na fedha wakulima hawataweza kupata dhamana. Taasisi ya Past Trust kwa kipindi cha miaka 25 tumewekeza fedha nyingi sana kwa ajili ya wafanyakazi wetu. Tunatoa mafunzo katika sekta zote za kilimo, uvuvi, ufugaji pamoja na mazao ya kisitu, lakini pia tunatoa mafunzo jinsi ya kutoa dhamana za mikopo kwa wakulima. Past Trust kwa miaka 25 imefanya kazi kubwa sana kutengeneza impact kwa jamii. Tumefikia walau mikopo ya trilioni 2.3 kwa sasa mpaka leo, lakini vile vile tumewasaidia wanufaika wanaofika takriban milioni 4.7 na ajira tumechochea milioni 2.7. Mafanikio ambayo tumeyapata katika miaka 25, msingi wake mkubwa umeanzwa na ushirikiano kati ya taasisi, lakini ushirikiano na wadau walioko katika sekta nzima. Kubwa zaidi ni ushirikiano kati ya sisi na wafanyabiashara katika sekta ya kilimo, ambao wao sasa ndio wanaohitaji ule wa ni kilimo kinaweza kufanya nini katika kuwainua. Unapofanya kilimo biashara unakutana na vihatarishi nyingi, zero risk, lakini mara nyingine unaweza kukuta taasisi ya fedha hajaweza kumwelewa mkulima huyu anapopitia zile changamoto. Saa nyingine ni wadudu, saa nyingine ni viuatilifu kwa sahihi, saa nyingine mbegu kutokuwa bora. Hizi zote zinakatisha tamaa. Sisi Past Trust tuko mbele, tunahakikisha tunaongea na benki kwa niaba ya mkulima, kwa niaba ya mfugaji. Tunamwambia changamoto zimetokea hizi, tumezipima, changamoto hizi tunaweza tukazitatua namna hii. Mara nyingine badala ya kuchukua dhamana, tunaongeza dhamana na kuhakikisha taasisi ya fedha inamuongezea fedha mkulima huyo au mfugaji huyo au mvuvi huyo ili aweze kufanikiwa, kwa sababu alipitia kwenye changamoto. Modo yetu ya ufanyaji kazi hailengi katika kutufanya sisi kujisimamia peke yetu, inalenga kuwaleta wadau wengine pamoja. Kwa mfano, eneo ambalo tunalifanyia kazi kwa sehemu kubwa la kuhakikisha kwamba dhamana za mikopo zinapatikana kwenye kilimo, sisi wenyewe tunaweka dhamana, lakini lazima tushirikiane na taasisi ya kifedha ili iweze kuhakikisha hilo jambo linafanyika, mkopo uweze kufikia mkulima ambaye yuko katika mnyororo wa thamani. Miaka ya nyuma ilikuwa mpaka uje upate applications za wakulima mpaka zifike makao makuu zilikuwa zinachukua muda mrefu kwa njia ya posta, lakini kwa sasa hivi tumewekeza sana kwenye mfumo ili wakulima wanavyoomba udhamini kwa wakati ili iweze kutoka kwa wakati. Kwa sasa hivi wakulima wetu wanaweza kupata huduma zetu kwa mfumo wa kidijitali. Tumeiwekeza kwenye mfumo unaitwa Knowledge Hub System, ambapo mkulima anaweza kuingia na kuweza kupata taarifa zote za huduma zetu tunazotoa, lakini pia na taarifa mbalimbali kuhusu kilimo, hali ya hewa pamoja na masoko. Nguvu zetu kubwa tutazielekeza kuwaalika wadau, kuwaalika serikali, kuwaalika wadau wa maendeleo na taasisi mbalimbali ambazo ni sekta binafsi kuja pamoja na sisi kutazama namna gani sasa tunaendelea kuinyanyua hii sekta ya kilimo hapa nchini na kuifanya iwe na tija zaidi kwa wale wakulima, hasa wale wakulima wadogo wadogo ambao wako katika maeneo ya pembezoni. Miaka 25 ya kuwezesha ukuaji na kubadilisha maisha.